Yaani shughuli za kijamii ni za lazima. Sio ombi. Sio ombi. Lakini umesema hapo unajua kitu muhimu kabisa kwamba ndio hivyo kwenye shughuli zangu kwamba tunasema hivyo kuchagiza, lakini lazima kuwe na muda. Kama unajua kwa mfano mathalan imetokea msiba. Ukiomba ruhusa kama ni mtu ambaye umeajiriwa, mwanamke umeajiriwa, unatakiwa utoe taarifa mapema kazini kwa kiongozi wako. Na zile taratibu za ruhusa pia zinajulikana. Kwa hiyo wewe ni cha muhimu ni kuangalia, sio kwa sababu kuna misiba mingine ni maombolezo ya muda ya siku 2, siku 3, siku 4, siku 5. Sio lazima siku zote uwepo. Kwa hiyo unaweza ukachagua siku 1 au siku 2 zile za mwisho kwa ajili ya wanavyojiandaa kwenda kukuzika, ukaomba ruhusa, ukaenda ukashiriki. Yaani hakuna jambo ambalo linashindikana. Labda umekutwa na dharura kubwa ambayo kweli umeshindwa kufika pale, na ni vizuri pia baada ya maziko basi uende ukawahani, ukawape pole, ukawaelezee kwamba labda mimi nilishindwa kutoka, nilibanwa kutoka, kwa hiyo mnisamehe, kwa sababu hiyo lazima uombe radhi. Mnisamehe kwamba nilishindwa kushiriki kipindi chote, lakini nimekuja kutoa pole. Ukatoa pale na sadaka yako. Basi ndio kila msiba ukitokea wewe kila siku umeshindwa kushiriki, unaenda kutoa pole. Sasa ndio jamii itakuwa inakuangalia sasa, kweli ni msiba mmoja unafanya hivyo, misiba mingapi? Au sherehe zote. Ukati sare uende ukumbini kwenye hizo sherehe hizo, maana siku hizi la sherehe ndo kila weekend. Yaani kila mwisho wa wiki huko kwenye maeneo yetu sherehe zipo. Kama sio leo kwa mama B Lucy, kuna kesho kwa Sauda, kwa Timojuu kesho kutwa. Yaani na sherehe zimepangana. Unajua hazina sijui niseme. Yaani mtu tu anaweza akakaa akaamua kutengeneza tu kisherehe. Usiku wa birthday yangu leo. Na usiku wa kanga. Usiku sijui kitambaa gani. Sijui birthday yangu, siku ya kuzaliwa. Nini. Yaani usiku ili mradi heka tu. Mradi heka. Lakini pia zile ni nzuri kwa sababu zinasaidia kuondoa kwenye misongo ya mawazo. Unajua ukiwa katikati ya watu, umekutana na huyu, umekutana na huyu, umebadilishana mawazo, unachangamka. Alafu siku hizi wanasema, msemo ya siku hizi wanasema kwamba network yako network yangu. Unaona, yani mimi na wewe tukikutana, tukibadilishana mawazo, tunaweza kutengeneza jambo la maana. Tunaweza tukafaana huko baadaye. Lakini sasa pia sio kila shughuli basi wewe kiguna njia. Hapana.